daktari, tuna mahusiano. Basi tumeshaweka staili zote. Tunawezaje sasa kutoka? Kuna magonjwa, lakini pia kuna mimba ambazo hatuzitarajii. Na manake wanasema mwili wa mwanamke akiwa amefika kwenye siku za hatari anakuwa ana uhitaji mwingi. Tunavukaje hapo sasa daktari? Asante kwa swali zuri. Kama nilivyosema, sisi wengine tuliyapitia hayo mpaka kuja kuolewa na tuko kwenye ndoa mpaka leo. Natamani hata nyie mfike huko muwe na maisha bora. Kuna ile elimu ya sekondari tu ya biology, jinsi kwa tunafundishwa hormonal changes. Wenzetu wazungu hata sasa hivi Tanzania, ukijiona una hamu sana na hayo mambo, kuna mbadala wa hivyo vitu. Sio mashine za kujiingizia, unatafuta kitu kingine, either michezo, ama utacheki movie, ama utaenda kustorisha na wenzako. Hutastorisha kila siku, lakini utajua sasa hivi niko kipindi gani. Mpaka unaamua kuipata hiyo mimba, sio bahati mbaya. Hamna mtu anayebakwa hapa. Yaani hakuna. Ni ile mhemko, uko katika hot stage, umeamua kwenda kumpa jamaa. Kwani ukimsogelea jamaa ya hata piga, si atakuwasha vile vile. Baada ya siku 2-3, sui nasikia homa. Yaani kile kizygote kikiwaga huko tumboni utasingizia UTI, utasingizia malaria. Arusha hamna hata malaria, hujawahi hata kusafiri. Kwa nini ujipe misongo ya mawazo? Tunarudi pale pale. Kwa hiyo wewe ni mtu mzima, uangalie haya maisha yangu nayaendesha vipi? Tumetoka katika familia tofauti. Watu sasa hivi mnakunywa mapitu. Kwa nini mbaya hiyo sana daktari? Ni ya kuzuia mimba. Lakini kumbuka una disturb hormones. Baadaye huko unakuja kutafuta mtoto, ndo wale mnashinda kanisani. Unaenda kusafisha viti, unaenda kugaragara madhabahuni. Lakini unajua kabisa kitu gani wewe mwenyewe ulifanya. Unajua. Hata hizi dawa za uzazi wa mpango, kuna hizi sindano, at least choma 3, ni 3 tu kwa mwaka ndo ziko healthy. Sasa we pitu. Mimi nilikuwa na duka somewhere ya dawa karibu na chuo fulani. Yaani nakwambia usipokuwa na hizo pitu, yaani watapanga mstari ile jioni. Yaani utafikiri sio ni kliniki ya nini. Naomba pitu, yaani ni pitu siku mzima mpaka saa 4 ninavyofunga hilo duka. Hebu jiangalie, na huyu alikuja kuchukua pitu miezi 2 iliyopita, kaja tena. Wewe hiyo ngono zembo, yani wewe unashindwa nini katika kipindi hicho? Kwa nini jamaa sivae condom? Anakubaka. Sio tamu. Naelewa kabisa. Lakini wote nyewe mmekutana ni watu wazima. Ni kipindi cha mpito. Kwani kipindi cha kupata mimba ni mwezi mzima? Si ni zile siku za hatari peke yake? Kwa nini msiambizane tu mkapanga hizo plans? Unapopata mimba wewe, yule kijana yeye anapata stress. Na ndio kwanza atakwambia kwanza juzi ataanza kuletea vikitu. Sio yake. Juzi ile nilikuona na yule jamaa. Si ndo maana online mpaka saa 9. Na kuona tu na chat. Kwa hiyo mimi sio ya kwangu. Unapata stress. Nyumbani wazazi wenyewe wamejichanga kweli hicho kiela cha kulipa ada. Wamejichanga hasa na bado umeacha wadogo zako nyumbani. Kwa hiyo tukiongelea mambo ya afya ya uzazi, si ukimwi peke yake utapata. Kuna hepatitis, homa ya ini. Hiyo ukiipata na inaambukizwa kwa ngono. Ni ndani ya masaa 72 umeisha. Sasa hiyo ini na kwenye nani inaendaje pale? Zote ni blood, ni sexually. Ni sexually. Kwa hiyo magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa ngono mojawapo ni hiyo homa ya ini. Kuna types zake. Kuna ile nyingine ya kawaida ya virusi vya kawaida, kuna hii ambayo inaambukizwa kwa njia ya ngono. Je, utamjuaje? Kwa kumwangalia. Kama nilivyokuwa nawaambia, kuna huyo binti mrembo kweli, kwa kumwangalia hivi hana hata kasoro moja na bado ana virusi zaidi ya 1000. Kwa hiyo ni vitu vya kujilinda navyo. Kuna hiyo homa ya ini, kuna HIV, kuna haya magonolea mengine. Sasa ukiongea na mabinti, anakuambia mimi kweli daktari, ninao 2 watatu. Huyu mwingine wa chuo, huyu mwingine jibaba la mtaani. Na ukija kulichunguza sana hilo libaba linatumia ARV, wewe unajiweka katika nani gani? Lina miaka 50 huko. Wewe ndio kwanza una miaka 20 na 10 na. Wewe unajiweka wapi? Haya, unakuja kupata mimba. Hiyo mimba utaipeleka kule nyumbani kwa wazazi? Au ndo mnaishia kuchokonoa huku? Tunakaa baada ya masaa unaambiwa, "Sio nini?"
Hormonal imbalance. Hormonal imbalance wakati kuna kiumbe hiki hapa kinaning'inia kinatoka, hormonal imbalance ya wapi? Na ukishaanza kupata mimba hivyo, yani unakuwa na akili za ukimama, yani mama. Wenzako wana discuss masomo huko, wao nawaza sijui maziwa yanamwagika au yanafanya nini. Yani kwa kifupi lazima uwe tu na depression. Na sisi wanawake hatuchelewi kuzeeka. Umetoa mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu, unafikiri utasimama fresh kama yule mwingine hajawahi hata kuconceive? Yani ngoma iko kule mbele, umekuja umeolewa sawa, mimba haingii. Unamchora tu kaka wa watu kwa mbalimbali, kumbe pituli sha meza za vijana kadhaa huko. Kwa hiyo tulinde afya zetu kwa kufanya ngono salama, na ngono salama ina muda wake. Kwani usipofanya sasa hivi utakufa? Lakini si ndio mnaonyeshana, mimi na boyfriend wangu huyu sijui na nini. Daktari hapa amesema unataka upostiwe. Wewe unafikia atakuposti? Atakuposti wakati mko wengi? Anaanzaje kukuposti? Anyoshe mkono mtu ambaye boyfriend wake anamwekaga status. Boyfriend. Wewe si ni kijana? Wewe demu wako anakuweka status. Huyo labda ni wa wapi? Kijijini. Utakuwa unaona mwenyewe kaka. Meru anakusubiri kwenye 18. Subiri. Sasa ameweka setting usikute unajiona mwenyewe. Unaona mwenyewe. Haya. Anyoshe mkono mwingine ambaye boyfriend wake kabisa anamwekaga status. Jamani, anayepostiwaga tuone. Anayekagwa hapo na mashamshamu yote. Kaeko hata profile kidogo. Hata kwa sekunde tu baadaye akatoa. Si unaona tuko kwenye mahusiano feki wote, tukubali. Tuko kwenye mahusiano feki. Kitu cha muhimu kilichokuleta hapa, soma, upate future yako. Yaani ukishakuwa kazini na kazi yako, yoyote yule unayemtaka atakuja. Yoyote yule umtake engineer atakuja. Haya sasa hivi kaanza kuvurugwa hapa. Alafu bado unasema ili kusudi niweze kumkaba huyo jamaa asitoke, mnatoa nyuma. Malinda ameishaga huko. Na bado anakuacha, anakupiga matukio ya kutosha. Hivi boyfriend kwani unaweza kumtumia message ya kwanza, vina blue tick, hajibu. Ya pili, ya tatu na yeye unamuona yuko online. Huyo ni mtu kwako? Yuko busy na nini? Masaa yote. Na unapiga na simu. Na anaposti na status. Jamani, nadhani tumeelewana. Yaani hivi vitu tunakumbushana tu. Tuache, kuna mambo mengine ambayo yanaleta hali ambayo sio. Wakati unakuja kuconceive, wakati wa kuja kuzaa sasa, mtoto hata anashindwa apitie wapi jamani. Si ndio tunaishia kwenye operation tu. Au unakaa tu kidogo kienda kuangalia panti yako, kinyesi kipo hapo. Na umengangana kuvaa nani vya mikanda. Overlock hamna. Umengangana unataka uvae vidude vya mikanda, kinatoka na mavi. Nani kakwambia utoe huko? Kwa hiyo jamani, Mungu alitengeneza hicho cha nyuma kitoe uchafu. Alafu na nyewe wakaka mnaenda mnalamba pale, mnatafuta nini? Vibe, si ndio? Mnaenda kutafuta vibe. Alafu unatoka, yani siku hizi imekuwa ni uchafu kabisa. Unaenda unalamba huko nyuma, bado unarudi kufanya romance. Tunashare. Sasa unakuta kibiolojia, kidaktari, kiafya, unaambiwa mdomo una wadudu wengi sana kuliko huko kwa nyuma. Tunapenda romance, tunapenda kula mate. Yaani mdomoni kuna wadudu wengi sana kuliko hata huko tunakotolea kinyesi. Nyie wenyewe sasa hapo mtachagua kwamba unatafuta style tofauti tofauti kunogesha nini? Issue ya ngono. Na bado ukitoka pale, yani ungejua, ukitoka pale jamaa anaenda kwingine. Wanaume kila baada ya masaa 3 ni kama vile hajawahi kufanya mwaka. Lakini sisi tukipigwa viwili vitatu, si umechoka zako? Unawaza kuvuta nguvu ya kesho kutwa tena hata wiki. Lakini mwenzako akimaliza hapo baada ya masaa 3 anawaza kwenda kuchomeka sehemu nyingine. Na wanaume hawapendagi complete. Kwa huyu anapenda jicho, kwa mwingine atamtafuta tena anapenda makalio kikaacho, si ndio? Kwa mwingine anapenda nywele, kuna mwingine anapendewa lips tu. Wanaume wanachomoaga yani kama vidiski kitu fulani. Huyu ni mwalimu
safi. Naona ananielewa. Yaani wanaume hawajawahi, yaani hata huyo Miss Tanzania, huyo bwana wake hajawahi kumpenda eti amempenda na vitu vyote kuanzia head to toe. Hakuna. Yaani wanachomoaga tu hapa ili jicho hili lazima nipite nalo. Mwingine tu jinsi anavyoongea. Mwingine mguu, yaani mwanaume kuna sehemu nyingine akiona mguu tu, yaani pala atafukuzia mpaka. Na mwanaume jinsi alivyo, akifukuzia akishakuvua panti imetoka. Yaani ile hamu yote inaisha, anakurudia tu kwa shida. Ndio maana unamtafuta mpaka usiku wa manane. Ndio maana unamtafuta mpaka kesho yake. Tunarudi kwenye point. Hapo unajitafutia matatizo ya afya ya akili. Maisha sio marahisi. Daktari, una neno hapo? Maisha sio marahisi. Maisha yanaweka nyingi na watu wanapata matatizo kwa sababu hawana taarifa. Na siku za karibuni tatizo linakuwa kubwa kwa sababu watu wa taarifa na wenyewe wako bize. Watu wa taarifa tunawafahamu toka zamani, wamekuwa ni wazazi, si ndio? Si watu wanalelewa na wazazi. Lakini kutokana na heka maisha siku za karibuni, kuna vitu hata ukivisoma vinaitwa social metamorphosis au social dynamic, imekuwa kubwa. Kwa hiyo maisha ya kijamii yamekuwa kukimbizana. Wazazi hawana muda na watoto, na watoto hawana, yani hakuna ambaye ana muda na mtu. Unajua hata siku hizi redio hazisikilizwi kwa sababu watu hawana muda. Yani watu ni chapchapo, mambo ni view once tu. Kwa hiyo unakuwa huna taarifa za msingi za kukusaidia kuja kuishi. Na unafanya vitu ambavyo unahisi wewe vinakufaa, lakini matamanio yako wewe. Na unasema sasa mimi ndivyo nilivyo. Wewe uko hivyo lakini kimakosa. Ni ukuambiwa tu mapema, unavyokuwa hivyo kijiendekeza unaingia kwenye matatizo. Kwa nataka niamini haya maelezo ambayo tunayaongea katika jioni ya zamani hizo zilikuwepo kwa sababu watu walikuwa na muda kuongea na watoto wao mambo kama haya. Lakini siku za karibuni hakuna mtu ambaye anaongea na mtu. Ni utaambiwa tu ukasome, nalipa ada nyingi. Mchezo umevai? Umeisha. Lakini struggle zako, vibuti unavyopigwa, unavyodanganywa, huna wa kumwambia kwa sababu wa kumwambia naye mwenyewe yuko busy. Ndio unajikuta watu wanavurugwa tu. Kwa hiyo nataka tuamini kwamba hii platform inazidi kusaidia kwa kiasi kikubwa kwamba at least basi kuna watu wanapata muda wa kutueleza mambo ambayo ni halisi, na tunaambiana vitu ambavyo vitatufikisha mahali ambapo kimsingi wote hatujui tunaenda wapi, ila kuna mahali tutaenda, ila wapi hatujui. Kwa hiyo tunapambana kujiposition kufika mahali ili tuweze kufika. Kinyume na hapo maisha yatakuwa hana maana. Kuna kitu daktari alikazia hapa akasema mtu anaenda sana maombi wakati anajua alichokifanya. Na mimi huwa nawaambia watu, yani utasali sana, utatoa sana sadaka, kama uwezi kujimudu hakuna mtu atakaye kuja kukusaidia. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kupambana kuweza kujimudu. Hata wanaosoma Biblia kuna mahali wameandikiwa wakasema kwamba mtamtwika yeye fadhaa zenu zote, si ndio? Si unahofia maisha atakawaje kesho? Mpeni yeye. Mzigo mzito si anapewa Mnyamwezi? Mnyamwezi kwa Kristo si Yesu? Mpe mzigo, ila beba tabu yako. Wewe unaogopa kuhusu kesho itakavyokuwa. Achana na kesho, kesho haikuhusu. Si unashangaa na kusema siamini kilichotokea jana. Jana ishapita, haikuhusu. Wewe ishi leo. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza anasema live the moment, enjoy the present. Ushakusikia? Binadamu anaweza kucontrol sasa hivi. Binadamu. Sasa hivi mimi ndio naweza nikakitoa hichi. Si sasa hivi naweza na ninakirudisha. Ila mambo yalishatokea jana, yaache hivyo vya kuhusu. Mambo ambayo yanafuata baada ya sasa hivi hayakuhusu, huyawezi. Yaani sasa tunazungumza hapa afu anza kusema wakimaliza kuna issue gani? Unaenda wapi? Una uhakika utafika? Kwa nini usiishi sasa hivi? Na kesho zote ni sasa hivi. Kwa kadri ambavyo sasa hivi unaimaster vizuri, kesho kidogo inaweza kuwa very promising, si ndio? Kama unapokea mataarifa hizi tunazozungumza vizuri unazielewa, nataka tuamini kwamba utapita salama. Na tabia zetu siku zote sio kile ambacho tulikiamua kwa wakati huo. Ubora wa tabia yako ulianza kuinvest mapema kwa taarifa chanya unazozipata kila siku. Na sisi tunasema mazoea yanajenga nini? Kwa kadri ambavyo unazidi kupata mazoea chanya na taarifa chanya zinakusaidia. Mfano rahisi ninavyokazia hiyo ajenda, huwa tunamfahamu mnyama mmoja anaitwa kinyonga. Mnaona kinyonga jinsi alivyo conscious. Huko Arusha tunasema kuwa rada. Yaani kinyonga yuko rada. Akija hapa akikuta umevaa nguo ya simba anakuwa simba.
Akija hapa amekuta umevaa nguo ya Yanga, kinyonga anakuwa Yanga. Unaona hataki ujinga. Sasa wewe ili uishi salama lazima ujiinvest, uwe na uwezo wa kuwa na articulation kubwa kama kinyonga. Na sio unataka mambo unayoyataka wewe. Hii dunia haipo kwa ajili ya wewe. Kwanza haikutaki. Na haijawahi kukuambia itakupa nini. Ni sana sana tu inakuzomea kila siku. Kiharibu hilo umefika ulikonataka kwenda. Kwa hiyo utakuja kugundua, pambana, ujijue, ujimudu, wewe na nafsi yako, mwe na mahusiano mazuri. Alafu kijiona umejitosheleza wewe na nafsi yako mnajimudu. Toka nje sasa utafute wa kuhusiana naye. Lakini ukitoka nje kutafuta mtu wa nje ndo wa kuaccommodate wewe, wewe utakuwa na changamoto na ndo unaondoka hivyo. Kwa hiyo ukasema raha atakupa mtu. Raha unajipa nini jamani? Jitoe auti, jipikie, jipende, vaa vizuri, jisifie, ukijitazama kwenye kioo pale jipe 5, ondoka. Utakuwa kutano barabarani wakisema wasiseme wala ina shida. Lakini ukitaka waseme ndo unaondoka hivyo. Na ukiondoka umeondoka wewe, si tunaendelea kuishi. Washaishi watu wengi hapa, si unajua usio kasema baby ukiniacha sijui nitajiua. Si unajua ukijiua sisi tunachukua baby huyo. Tunazaa naye. Na wewe tunakuzika. Tena pale pale kabla hujazikwa tushamchukua. Lazima tumfariji. Tumpe pole mapema. Wewe mjinga si ushakufa. Huwezi kumudu. Ni sawa na kule Dodoma nilisikia kuna kijana mmoja aliambiwa it's over akachoma na moto wale watu. Mlisikia? Yaani wewe unachoma watu moto, wewe nani? Umekuwa Mungu. Ndio tushafika mwisho wa dunia unachoma watu moto. Alafu katika akili ya kawaida ina maana hata una civic education. Elimu ya raia kawaida Tanzania hii ukiua mtu si biashara yako imeisha. Ina maana hizo taarifa una. Lakini unashindwa kufikiria wazazi wa huyo mtu alimeinvest kwa ajili ya mtoto wao. Baga fika hapo unampiga kiberiti kisa kwa kwambia it's over. Mbona unaonekana kama mweu sana? Haiwezekani. Na ndio maana nikakazia toka mara ya kwanza. Ukiona unatumia nguvu kupata unavyovitaka, jua hiyo njia unayoitumia sio sahihi. Achana nayo mambo. Go with the flow. Wewe uliomba uletwe duniani. Nani aliomba maombi ya kuletwa duniani na sasa amekuja? Atuambie alimwambiaje Mungu? Tumejikuta. Tumejikuta tushafika, si ndio? Kwa hiyo maombi yasiwe mengi, shukrani ndio ziwe nyingi. Ushukuru tu kumefika jioni, umerudi salama nyumbani, basi na maisha yaendelee. Kwa kila siku tujitahidi kuwa na mazoea chanya. Mazoea hujenga nini? Tabia. Zungukwa na watu chanya. Fuatilia taarifa nzuri. Kwenye dunia ya leo taarifa nyingi mbaya zinasemwa nzuri na nyingi nzuri zinasemwa mbaya. Kwa hiyo ina maana kama una taarifa unaondoka. Jitahidi kujishamirisha kuwa na taarifa nyingi ili uweze kuishi salama kwenye dunia yenye hekaheka. Mimi nataka tu daktari unielezee kwa mfano matumizi labda ya P2 au matumizi ya sindano kwa mwaka, mwanamke anatakiwa atumie labda P2 mara ngapi? P2 yenyewe ni emergency contraceptive. Yaani ni uzazi wa mpango wa emergency. Sasa sisi tuna emergency ngapi? Yaani ukijievaluate we mwenyewe. Kumbuka umeingia. Emergency ndio maana tukaita emergency. Yaani ni kitu kwa nadra. Sasa sisi tumefanya kama paracetamol kushtua. Na kwa kushtuliwa kwenyewe narudi kwenye point kwamba jamani, hata kama tunaenda kudeti huko, uangalie tu na ile kalenda yako imekaaje. Yaani siku hiyo unakuwa na uchu kiasi gani, yani uchu. Yaani mpaka unajigonga mikono yanasema yani lazima niende. Unajua outcome yake jamani? Si ni mimba na aka kabaridi. Aka kabaridi si unywe chai tu jamani. Jifunike na hiyo duvet. Haitoshi. Bwana inatosha. Unajua nafsi ni kitu cha ajabu sana. Nafsi ni kitu cha ajabu sana. Ndio kinacho kuidentify wewe ni fulani. Kwa mfano, tukaita Pasco. Kama yuko mmoja hapa ataitika kwa haraka sana. Ambaye yeye ndo identity yake. Kwa hiyo tuna namna fulani tu ya kusemesha moyo. Tuliambiwa moyo kazi yake ni kusukuma damu na ndo kazi yake. Kwa nini tuna overload? Yaani unalala usingizini huko katikati ya saa 8 kisa jamaa hujampata weekend hii, mapigo ya moyo unadunda kama nini?
Sonya usiku mzima. Usiku mzima nakwambia. Ukute sasa huna hata bando la kuingia huko kuangalia movie. Nakwambia yani chumba unaweza ukakiona kama ni bweni. Kwa hiyo yani tujitahidi kuongea. Unajua kila mtu ana imani Yani kama sio kanisani ni msikitini, si ndio? Si ndio jamani? Ndio. Kuna mtu ambaye hana anachokiamini. Hata kama anaamini mti, ni imani yake ndio iliko mtuma. Yeah. Tunaendaga kanisani, hata zile vitu ambavyo ni vya tamaa tusiviendekeze. Mpaka unaenda kutoa hiyo haujabakwa. Na kila wakati unasema nitakunywa P2. Effect ya P2 ni infertility. Kabla ya infertility unaweza ukaconceive mimba zikawa zinatoka tu. Maana mlango ule uko wazi, uko tu ile shingo ya kizazi inapaswa hiyo imebana. Kipindi hicho ndo unataka kuconceive, unaambiwa bed rest. Bed rest yenyewe haikubali. Mimba zinachomoka tu. Kwa sababu ule mlango tayari umeshazoea kupitisha kila wakati. Sisi tunaelewana. Yani P2 ione kama sumu. Haitapendeza. Umeshatoka hapa, umefika kwenye maisha yako ya uraiani, umeolewa basi, yani kama vile unamzomea na mama yako anayekupa zawadi ya vitenge, maana unajua hata kizazi huna. Watu wanacheza wanakatika kweli kweli hapo, lakini wewe siri yako unayo. Kwa hiyo P2 inanywa kwa emergency. Ukizoea ndio itakufyatulia mimba, baadaye utapata infertility. Kwa sababu ni hormones zile. Hormones zikishajichanganya zinashindwa kukaa kwenye alignment. Ni kama vile umeambiwa darasani saa 2, wewe umekuja saa 7. Wewe ni mwanafunzi tena? Au ni mwanachuo wewe? Haya, tukienda kwenye swala la zile sindano za uzazi wa mpango. Kiafya mwisho mara 3. Sasa tujiulize, katika lifetime yako. Sasa tujiulize wangapi tumeshachoma hizo mara ngapi? Na sasa hivi ni free, unajua Ni free kabisa, hata watoto wa miaka 14. Sasa hivi anaweza akajitegemea yeye mwenyewe, anakuja kwenye uzazi wa mpango. Sema sisi bado tunashangaa, sema wewe umeanza tabia mbaya mapema namna hiyo, unachoma sindano za uzazi wa mpango, ndio maana vinaishia kupata mimba. Daktari, hiyo mara 3 inakuwa kwa wangapi daktari? Hizo sindano kila baada ya miezi 3. Mwisho mara 3. Sana nyeo akaka waga mnawaambia nenda umeona mwisho umechoma lini? Nenda bwana, unamsukumiza mwenzako kwa sababu sio wa future yako. Jamaa anajua kabisa sio wa future yake. Angekuwa ni wa future yake asingemwambia kwenda kuchoma hayo masindano mengi. Daktari, kwani mara 3 inafanya kazi muda gani? Ukichoma leo ni miezi 3 ina expire, unachoma tena. Miezi 3 ina expire, unachoma tena. Kiafya mwisho mara 3 kwa mwaka. Okay. Hilo somo limekaa vizuri. Kama ni kwa mwaka mara 3 naamini inatosha. Lakini kama jamaa anakusukuma kwenda kuchoma huko, jua sio wa future yako. Unajua kuna dalili ya mtu ambaye unamjua huyu ni wa maisha Sasa anakusukuma tu naona aenda, usimuuzi baby.